Okay. Speaking of Mwijaku, wewe ni tunafahamu ni member. Unaweza kuwa ni member Konde Gang, right? Kwa baadhi mimi sio member, mimi ni shabiki kama wewe. Shabiki. Okay. Ukisema member unakosea. Kuna baadhi ya vitu vingi sana vya Konde tunavifahamu. Ndio. Si shabiki? Okay. Na pia kuna baadhi ya vitu vya ndani ambavyo sisi hatuvifahamu kama mashabiki, ila wewe shabiki wewe unavijua, sio? How? Kama kitu gani? Okay. Angela juzi tumemwona amepewa gari. Ndio. Amepewa gari Crown ile, sio? Sasa kuna baadhi ya watu wakawa wanasema kuwa ile Crown ni Crown ya Kajala. Ile ya Kajala ndo amepewa Angela. Naomba niweke wazi, narudia hii tena. Mimi pale nakwenda sana kwa sababu mimi nafanya production, kwa hiyo napenda kufuata content pale kwa ajili ya vipindi. Jamani, ile gari ya Kajala usiku wa saa 8 Harmonize alivyotupiwa ufunguo na Kajala alivyoipaki ndio imepakiwa vile vile. Imepakiwa vile vile na ule ufunguo amekabidhiwa mlinzi pale Konde Gang. Na ameambiwa endapo atakuja Kajala aichukue hii gari. Na kadi ya zile gari anazo Kajala. Kadi ya zile gari anazo Kajala. Muulizeni, mtafuteni muulizeni. Hata ambieni ukweli. Kadi anazo Kajala na ile gari kadi imeandikwa Kajala Masanja. Sijui bini wake majina matatu yameandikwa. Kwa gari anayo yeye. Ile gari ya Angela ni gari mpya kabisa. Ni ile gari imenunuliwa kwa bwana mmoja muuzaji magari mkubwa maarufu mjini hapa. Nani asiyemjua Francis Mgaya, muuzaji magari maarufu hapa. Ndio ameuza magari, ametoa gari mbili. Katoa gari ile na katoa gari nyingine kama Subaru kwa meneja wako yeye Jose wa mipango. Zimetoa gari mbili mpya, sio gari ya Kajala. Gari ya Kajala ina rim kali. Gari ya Kajala ina rim kali, imepaki pale. Na kitu ambacho nagombana na Harmonize kila siku, namwambia Gahamo, hii gari piga hata starter itakufa. Akamwambia Mwijaku hapana. Sio mimi, sio yangu wala sio yako. Nilimlaghai mpaka Hamo, basi na mimi fanya kama unanipa hii gari basi. Akamwambia Mwijaku, hii gari siwezi kukupa, hii gari nilinunua kwenye mapenzi yangu. Nilimpenda Kajala nikamnunulia hii gari. Najua mapenzi yameisha. Najua ameanzisha mahusiano mengine. Najua ame-move on. Lakini mimi sio mtu wa yule ambaye anaombea mabaya mpenzi wake. Harmonize ni mtu ambaye hamuombei mabaya ex wake. Japo ex wake wanamuombea yeye mabaya, ila yeye haombei mabaya maex wake. Ndio maana kila baya huwa analeka pembeni. Hapa yenyewe namzungumzie Kajala kwa ubaya, Harmonize ataenda kuchukia. Hapendi nimuzungumzie maex wake kwa ubaya. Ananisema sana. Yule kama niliweza kushare naye kitanda, kama tuliweza kulala kitandani wa mnyama bila nguo ya ndani, manake amenistiri. Amenistiri. Kwa hiyo namheshimu kwa sababu kwenye starehe tuliburudika wote. Kwa hiyo hii ni zawadi yake. Kwa hiyo mimi nimwambie tu Kajala kama hata moyo wake utakaporidhia akaichukue gari, lakini kama haitaki basi achukue anipe mimi. Ala kuli hali Kajala dadangu, you are a big superstar. Najua uitaki ile gari, kaichukue pale, itoe Konde Gang, njoo bwagie mimi hata barabarani pale mbwa. Maana kama Harmonize anasema akija kuichukua Kajala ikitoka nje sio yake. Yeyote atakayepewa ya kwake. Okay. Kwa hiyo ninamuomba Kajala, naomba nitumie wito huu. Ile gari ulinunua kwa sababu yako. Kwa sababu najua uitaki, nenda kaichukue, itoe nje pale getini afu nibwagie mimi mbwa. Na mimi nirande mjini, niwe tena gari 3 na Alphard na gari ya shemeji yenu naotembelea, na hiyo maana inakuwa ya kwangu sasa. Bwana Mwijaku, watu wengi wanalalamika kwamba kwa nini Harmonize ameamua kuanza kumpa gari Angela baada ya kumpeleka kwanza kwenye matibabu India, kwa sababu tunafahamu Angela ni Kwa taarifa yenu, Angela anachukua matibabu na anapata matibabu ya madaktari professional. Ila ethics za kidaktari, nakwambia naye naweka wazi, ethics za kidaktari hautaki kuzirekodi wala kuziweka mtandaoni. Ethics za kidaktari. Ndio maana ukifika daktari kwa kuhudumia simu yako anakuambia zima. Ni ethics. Lakini Angela anatibiwa na madaktari bingwa. Anatibiwa na madaktari bingwa wa ndani na nje ya nchi. Wanamtibu, wanakuja hapa wanamtibu. Kwa sababu Angela ana project ya kutoa kazi zake, ndio maana imemuia vigumu kusafiri. Daktari anasafirishwa, anakuja hapa, anashirikiana na madaktari wazawa hapa, wanamtibia. Nyinyi hamuoni maendeleo, improvement kwenye mwili wa Angela? Tuwa wa kweli, hamuoni improvement? Mwanzo alikuwa hawezi kukanyaga, mnaona sasa hivi anakanyaga vizuri na anatembea. Anacheza ile style yangu ya hivi ile. Anaicheza kwa sababu tayari kuna improvement. Kwa hiyo nisikufiche tu, kama ethics za kidaktari zitaruhusu huko mbeleni, zitaruhusu kuonyesha kila kitu, basi daktari anavotua pale airport tunamrekodi, huyu ni daktari amekuja kumtibia Angela, tunakuja naye mpaka huko chini tunamrekodi, hapa sasa anamtibu Angela, hapa anaanza kutoa vifaa vyake vya kutibu, hapa anapelekwa hivi, hapa anapelekwa, tungekuwa tunafanya hivyo. Na nisikufiche, marehemu JPM, rais wa awamu ya 5 na rais wa sasa Mama Samia Suluhu wameboresha pale. Mashine za pale CT scanner, mashine zimekuwa za kisasa. MRI
zinafanya kazi vizuri. Kwa nini umpeleke mtu akafanya kipimo India wakati tayari serikali imewekeza? Kwa madaktari wa nje wamekuja, wamechukua vipimo, wamepeleka pale, vimetoka, wanamtibia vizuri na maendeleo yako ni mazuri. Ukisema kwa nini amemnunulia gari, lazima ampe gari. Angela ni star, ni brandi kubwa. Watu wanaomba kuwekeza kwa Angela. Leo haito kwenye kikao Angela aanze kutumia gari la taasisi. Hawezi kwenda kukodisha bajaji au mwingia kuni drop. No, she's supposed to drive. Na nisiwafiche, yajayo wanafresha kutoka kwa Angela. Simone ile gari, tegemeni makubwa kupitia kwenye familia yake. Ile nyumba ya Rayvanny umeiona, lakini tuongee mambo ya msingi, tuongee vitu vya takataka. Tunaongea vitu vya msingi hapa. Kwa hiyo Angela, mambo yanakuja kuwa mambo mazuri. Kuna uwekezaji unakuja kupitia kwenye familia yake, lakini uwekezaji wewe, nyinyi mnajua kama Angela anajenga? Nauliza wanahabari, mnajua kama Angela anajenga? Mimi nimepelekwa kwenye site yake anapojenga, mdomo nimefunga, mdomo koma we. Mdomo koma, usiseme ambao ukuambiwa kusema, ufunga kinywa. Angela nisamehe. Najua ulinipeleka site kwa mapenzi yako, lakini ndugu yako, unajua mimi mdomo wangu uko wazi. Niwe radhi Angela, niwe radhi kiukweli. Sikupaswa kusema kwa sababu mwenye Angela ananiambia, kakaangu, hii ni surprise ya wazazi wangu. Angela, naomba unisamehe, na kama waandishi mtapendezwa mpige mute, lakini nimeongea siri tayari. Angela nisamehe dadangu, mdogo wangu. Jana Alikiba alitangaza kuwa leo ata drop video yake mpya ya Jilas, na vile jana ile Diamond pia alitangaza kuwa leo ata drop video yake ya hiyo kwenye mida ya saa 4. Na kweli leo Diamond ameweza kudrop video hiyo kwenye mida ya saa 4, lakini Alikiba amecancel, na baadhi ya watu wanasema kuwa Alikiba amecancel kwa kuogopa ukubwa labda wa nyimbo ya Diamond na kufanya vizuri. Nikwambie kitu kimoja, sisi wa Tanzania tunaishi kwenye mila na desturi za Tanzania. Tumeumbwa hivyo. Hata tuadapt magharibi wa kiasi gani, lakini bado tutaishi katika mila na desturi za Kitanzania au za Kiafrika. Hatutaki kuzisahau mila zetu. Alikiba amelelewa kwenye malezi ya maisha mema. Alikiba amelelewa katika malezi ya hofu ya Mungu. Alikiba amelelewa kwenye malezi ya kujua kesho yako. Alikiba amelelewa katika malezi ya kujua utu wa ubinadamu. Alikiba na hofu ya Mungu. Kipenzi chake, swahiba wake Malcolm ametangulia mbele ya haki azza wa jalla, amefariki dunia. Leo utoe nyimbo ya kusherekea. Kipenzi chake, shabiki yake namba 1 Malcolm Masud Kipanya ametangulia mbele ya haki. Yeye ni mtu gani asiokuwa na hofu ya Mungu atoe video wakati ndugu yake bado hajampumzisha katika kaburi la 6? Wachache wenye elimu ya dini, wachache wenye hofu ya Mungu, wachache wanajua mila na desturi. Ukiona mtu anafanya kinyume, hakulelewa katika maisha mazuri. Na nisikufite, mtu yote aliyofanya hivyo hana mwisho mzuri. Na tukae tusubiri mwisho wake tuone kama utakuwa mzuri. Naambieni hapa, sijui ardhi hii imewekwa kitu gani. Usipoheshimu mila na desturi na kuwa na hofu ya Mungu, huwezi kuwa na mwisho mzuri. Alikiba nimpe pongezi, alichokifanya ni kuwa na hofu. Pesa ni kitu gani? YouTube ni kitu gani kama huwezi kupata kuguswa na msiba, kufariki? Nyinyi wote mmechelewa kuja kwenye press, mlikuwa kwenye msiba. Kwa nini msingo kuja kwangu? Na mimi nikasogeza mbele kwa sababu najua tumefiliwa. Mtihani huu utakuja kwako, hauna hodi wala saa. Ukija kwako, je, watu wakikufanyia kama ulivyofanyia utajisikiaje? Siku unamzika mtu wako wa Ahlul Baiti, alafu tunakwambia tunaachia video yetu, utajisikiaje na nafsi yako? Alafu huyo mtu ni shabiki yako, utajisikiaje? Nyinyi ndio kumfundisha huyo msanii wenu, lazima aishi kwenye mila na desturi za kuwa na hofu ya Mungu, lakini kuishi katika mila za Kitanzania na za Kiafrika. Tusisahau pesa, mali zisitufanye ujisahau. Pesa, mali ni ibilisi kubwa sana katika kutafuta kesho yako. Pesa, mali ni ibilisi kubwa sana. Usipokuja kujitafakari na kujipa mawazo mwenyewe, utaishia pabaya. Leo nyinyi nyote mlikuwa msibani kule. Kwa nini mkuja hapa moja kwa moja? Manake mmelelewa katika malezi mema na mna hofu ya Mungu. Hiyo ndo maana halisi ya uzalendo, maana halisi ya mtu ambaye anajua kesho yangu na mimi nitatangulia mbele haki. Lillahi rasuli. Malipo ni hapa hapa duniani. Unachokifanya wewe basi katika msiba wa Ahlul Bait yako au wewe au ndugu yako, kitafanywa hicho. Kwa Mungu umehesabu. Na comment yako, no research na right to speak. Hao ni watu tu wanatumwa kuzusha, lakini nisikufiche, kila mtu ana mashabiki wake. Na nisikuwafiche, mashabiki ambao wengi kwa research
Tafuteni, nendeni, naomba wasanii niwafundishe. Nendeni www.tanzaniaartist.co.com. Nenda kaangalie range na wanasema convincing power influencer, yani ana influence watu wangapi. Nendeni kaangalie pale, namba zimekaa. Ndugu yenu sasa hivi amekaa ni modo wa kupiga picha. Amekuwa modo wa kupiga picha, lakini kwenye uimbaji, kwenye sanaa wapo wengine. Tukubali tupige mnyongeni, haki yake mpeni. Baki tu kutuonyesha magari kama vile ndio atazikwa nayo. Akaa tuonyeshe kupiga picha na wasanii kama watamzika. Na nimemuonya Harmonize ana safari ya Marekani. Narudia tena, Harmonize, kupitia press hii, unapofika Marekani ukiombwa kupiga picha na wale wasanii wa kule, kubali, lakini nisione kwenye ukurasa wako unapost. Tutagombana, yani kwenye ukurasa wako upost. Waache waposti wewe, wao, sio yeye. Najua ataombwa kwa sababu Ramani katoa ratiba yake, kaeka pale, ana safari, ana tour ya Europe. Wakitokea, najua wengi washaanza kuomba, wasanii wakubwa wa Marekani. Mshauri hata wengine washaanza kuminvite, kama kina Jay-Z, kina P Diddy, wameshaanza kuminvite afikie labda aende kwenye museum zao kaangalie. Naomba akipigwa picha asishare kwenye ukurasa wake. Waache wao washare kwenye ukurasa wao. Usiwe limbukeni kama ndugu yetu ameenda kutia aibu. Usitie aibu. Kwa nini wao wasiposti? Wao mbona wao waposti? Wao wameposti. Wao ndio kwanza anakuambia mtu maarufu, mtu anajielewa hawezi kuvaa cheni zaidi ya 20. Si ndio amekuja kumkejeli hivyo? Au hujaona tweet? Usijifanye wewe ni mwandishi wa habari bwana. Kuwa real. Wao umeona ameshare kwenye kurasa zao kwa sababu wanaona you are nonsense. How can we share? Yaani wanajiuliza kwa nini tushare, wewe who are you? Nimemuonya Harmonize. Okay, lakini pia uliona kile ambacho alikishare na Iramare, msanii wa Nigeria. Mimi watu wasiojulikana wacha nao, tuongee mambo ya msingi. Tuongee mambo ya msingi. Mimi watu wanaojulikana wakubwa jamaa, nao wengine tena mimi ajabu. Ulisema kama nayo unaweza ukaenda. Sio naweza, na nilipo namuomba Harmonize passport ninayo, niombee visa niwepo katika safari, na mimi at least nitoe gundu la Marekani, Ulaya. Nataka kwenda Ulaya Harmonize, kwenye safari usiniache, nitaaibika. Gubu litakuwa kubwa kwa waandishi hapa, usiniache baba. Konde Gang nikumbuke hapa, niende na mimi huko. Mnasikiza leo tena kutokea ughaibuni. Mwijaku na Ridima. Bwana nipo Cape Hagen, majina yenu Las Vegas hapa. Leo tukakaa katika heka natoa heka za Marekani. Mtajisikiaje? Raha sio raha? Jamani twende sauti, raha sio raha? Raha mnaisikiza leo tena natokea ughaibuni. Harmonize usiniache baba, niwafunge midomo. Kwa tunaje kutoa posti zako na ukishafika kwa Marekani? Za kwangu mimi mwenyewe. Mimi mtaziona, lakini za wasanii wakiniomba waposti wao, mimi sipost. Mmoja kwa Hajimanara kaondoka Simba pale. Sasa tunasikia kwamba wewe ndo unajipigia. Sio najipigia, naomba. Nasubiri nafasi. Bwana Ezekiel sikapewa miezi 2 aandae mfumo kabisa. Nitaomba. Simba ni taasisi ya wote, narudia tena. Simba ni taasisi ya wote, ni brandi kubwa ya kila mtu. Sio brandi ya mtu mmoja. Ndio maana hata ukienda kwa watoto wa shule chekechea wanaimba kuhusu Simba. Watoto wa shule wanaimba kuhusu Simba. Vijijini wanaimba kuhusu Simba. Na ndio maana Simba ikatoa utaratibu wa kuwa mwanachama. Ukishakuwa mwanachama tayari unaimiliki Simba whether you like or not. Kama mshabiki. Ngoja nimalize kwanza. Mbona wanakunikatisha? Kwa hiyo nafasi ikitoka nitaomba, kwa sababu vigezo vilivyowekwa pale na CEO Madam Barbara. Cha kwanza ni mfumo wa kisasa wa kidigitali ambao unazingatia qualification, convincing power, lakini kubwa kabisa ushawishi, hasa kwa mtu mmoja. Vitu vyote ninavyo, elimu ninayo. Nani asijua? Nani ana mashaka ya elimu yangu? Form 4 na 1, form 6 na 1, chuo kikuu na first class. Umaarufu, convincing power, mimi ndio DC, Mike mnaziona mbele yenu. Nina ushawishi mkubwa. Nyinyi kwenu mkiangalia namba zinakuja ziji. Kwenye YouTube zenu namba zinakuja ziji. Mkiniweka mimi na mkiweka takataka zingine. Kwenu real na uwezo wa kuandika nao, kuimplement mipango kazi nao. Kwa hiyo ile nafasi naiomba. Simba ni kubwa, Simba ya wote. Simba si ya mtu. Mimi nitapita, nitaiacha. Walikuwepo mababu zetu, nipo Kigoma Kazura Mimba, watu walipita, waliacha. Na mimi nitapita, nitaiacha, naenda kuandika historia. Na mimi mimi nitaenda kuomba, sio niombe Simba inifanyie nini. Mimi nakwenda kuleta mabadiliko, kwenda kuongeza add something value katika klabu ya Simba. Na mimi nitakapoenda pale lazima mtaona mabadiliko. I'm telling you. Najua nini ninachokifanya. Nina work plan ya karatasi 5 hapa.
jinsi gani utendaji wangu na nitaimplement hizo kazi zangu na zitaleta tija gani hasa kwenye brand ya Simba, lakini kwa sponsor wa Simba nitahakikisha napata value nje ya Simba. Nani asiyejua sponsor wa Simba? Nani asiyejua sponsor za Simba? Mtu kama SportPesa, Mohamed Dewji, product zake, Mo Energy, sabuni, mafuta, nitahakikisha zinapata value nje ya Simba. Na siku zote unatakiwa ukifanya kazi kwenye taasisi itatoa value, lakini uonyesha value yako nje ya Simba. Sponsor atafaidika na kitu gani ili uweze kupata Simba iweze kupata endorsement kubwa. Simba sio taasisi ya kupata endorsement 3-4, inataka ipate endorsement kubwa ndani na nje ya nchi, kwa sababu mtu akija client tunamwambia mbali na value utakayopata ukiwa ndani ya Simba, lakini tuna uwezo wa kupata value nje ya Simba. Utaipataje nje value ya Simba? Ndio mpango kazi wangu mimi DC kama DC na bwana. Okay, mpo fresh sasa ya habari za mchana, mpo fresh ya leo hii bwana, tumekusanyika hapa. Kuna of course habari nyingi sana na nzuri. Jambo la kwanza kabisa ambalo ningependa kuanza nalo, wengi najua mnifahamu, kwa mtanijua kwa majina, naitwa Mr. Mrisho Barton. Mimi officially naona inachelewa kuwa official, kwa lakini ataambieni pia mimi ndio official manager wa DC Mwijaku. Kwa hiyo najua simu nyingi sana zimekuwa zikipigwa kutaka kumapproach. Sasa hivi system imebadilika. Kwa mtu yote ambaye atakuwa na shida na Mwijaku lazima apitie kwanza kwangu kuweza kuongea na mimi, then tutajua ninafanyaje kwa mazungumzo ya aina yoyote yale. Ana majukumu mengi sana. Kwa department imetengenezwa kwa ajili ya kurahisisha activities zake ziweze kuendelea. Lakini tunajua kabisa maendeleo ya mtu lazima kuwe na mtu nyuma ambaye anamuongoza vizuri. Kwa hiyo I'm official manager wa Mwijaku. Of course my Instagram page ni smarttiger650, utapata kwa hiyo kurasa. Sawa? Tumekusanyika hapa, kuna jambo kubwa sana, ni moja ya kazi ambayo nimeianza mimi kama manager wa DC, na kazi yenyewe ni one of this biggest endorsement ambayo utaenda kuelezewa ni endorsement gani. Nitamkaribisha mkurugenzi wa Vanilla Village aweze kuzungumza na nyinyi ni kitu gani hasa ambacho anataka mkifahamu na kitu gani ambacho hasa ameweza kukiona kwetu sisi akaamua kutufuata tuweze kupata this amazing deal. Namkaribisha sana. Kwa majina naitwa Simon Mkondia. Mimi ni mkurugenzi mwanzilishi wa kampuni ya Vanilla International Limited. Kampuni yetu imekuwa ikifanya kazi nchini Komoro, Madagascar, Zambia pale Mchinga province, lakini pia kule Kenya katika sehemu inaitwa Kutus na Mwea. Kampuni ya Vanilla International Limited sasa hivi nafanya kazi kubwa sana pale Njombe, katika mji wa Njombe. Tuko na ofisi pale, kanisa la Anglican, na tumekuwa tukifanya kazi kubwa ya kuwalimia watu zao lenye fedha nyingi sana ambalo ni zao la vanilla. Kampuni yetu ya Vanilla International Limited ilikumbana na changamoto nyingi sana za kulima vanilla kwenye majumba ya watu na kwenye mashamba ya watu katika nchi mbalimbali na katika mikoa na miji mbalimbali. Iliamua baada ya kuona hizo changamoto nyingi, iliamua kuja na wazo la kutafuta kijiji kimoja ambacho watu wa dunia nzima waweze kulima vanilla katika hicho kijiji. Tulikwenda Njombe, tukakutana na kijiji ambacho kina mazingira yanayofaa kwa ajili ya kilimo cha vanilla. Hicho kijiji kina heka zaidi ya 10,000. Habari za mchana tena. Mkurugenzi, nilikuwa nataka nimrekebishe sehemu moja. Alikuhusu Baba Levo, ungekuwa tu mwazi kwa ulimwambia andike work plan. Mlipotafutana kwa akawa ameshindwa kuandika work plan, ukaona kabisa huyu ni mweupe na ni kweli hakusoma. Na najua of course kwa sababu ya taasisi ulikuwa huwezi kuongea hivyo vitu. Ila mimi napenda niwaweke wazi tu. Alipewa mpango kazi kuandika work plan, akapewa miezi, siku kadhaa, akaenda akakaa na watu wanaofanya nao kazi huko. Wameshindwa kuandika work plan ya karatasi 3, peji 3. Kwa hiyo mjue mtu kama yule anazunguka na watu wa aina gani. Hilo niliweke wazi. Lakini la pili kwanza ni kushukuru.
Nimshukuru meneja wangu sasa hivi kidogo kumekuwa kwa sehemu ninazotaka kuingia sasa hivi lazima uwe na timu. Kwa hiyo nimshukuru kwanza meneja wangu Smart Tiger, umeweza kujaribu kufanya mazungumzo mazuri na Vanilla Village. I'm so proud of you. I'm so proud of you. Mwanzo mzuri. Wanasema ukiongozana na watu wanaozijua fursa, basi fursa zitakuwa zaidi. Kwa hiyo hongera sana, lakini mimi niwashukuru kwanza Vanilla Village. Mimi niwaondoe shaka. Hapa uko sehemu sahihi, na ninaposema sehemu sahihi sio tu kwenye makaratasi, kuanzia kichwani, utendaji wangu, kila kitu. Ninaposema Mwijaku ni smart na maanisha smart kweli kweli. Najua umuhimu wa Vanilla Village. Na mimi nisiwafiche, nina marafiki wangu wengi sana wana uwezo. Kwa sababu ukilifuatilia historia la zao la vanilla, ndio zao ghali hasa na zao ambao lina pesa kubwa. Mimi siwezi kuwa mnafiki, siwezi kuwa mchoyo. Nitawaita marafiki zangu wote, nitawaita Konde Gang, nitamuita swaiba wangu Fred Vunja Bei, the big boss, young millionaire, nitamuita Nuba Auto Accessory Sound. Hawa ni matajiri ambao najua kwa namna moja au nyingine wakiwekeza kwenye vanilla, basi kuna vizazi vilivyokuwa nyuma vitapata riziki. Hilo ni kuondoe shaka. Lakini naomba pia nitoe angalizo na nitoe wito. Wasanii, tumeona mwisho wa wasanii wengi mwisho wao unakuwa mbaya. Wasanii mwisho wao unakuwa mbaya. Sehemu pekee ya kuwekeza, alikuwa anatoa historia hapa, ili zao la vanilla ukishalipanda mpaka miaka 60 unaendelea kuvuna tu bila kuhangaika sijui kupalilia, sijui kwenda kutia mbolea, hapana. Yaani ukishapanda umepanda. Kwa hiyo niwaite wasanii. Huu ndio wakati sahihi wasanii. Wakati msanii uko juu wanasema upo kwenye trend, upo kwenye pick up, yani upo kwenye peak point, basi ni wakati sahihi sasa hivi wa wewe kwenda kuwekeza kwenye sehemu kama hizo, kwa sababu namna moja au nyingine utapata faida zinazoishi. Miaka 60 ni mingi sana. Hakuna msanii ambaye anaweza akubali akatae kukaa kwenye trend zaidi ya miaka 10-15. Hakuna. Utakaa 10-15 utaendelea kuwa kama Big G tu, utakuwa unatoa nyimbo zako, lakini lazima uwe umewekeza pembeni kama hivi alivyofanya. Mimi mwenyewe nisikufiche, nitakuja kuwekeza kwa kidogo changu, kwa sababu natarajia sasa hivi kuingia kwenye taasisi pia nyingine kubwa siku zijazo. Halina ubishi, kwa sababu kuna sehemu najua zitatangazwa nafasi, nitakwenda kuomba, na kwa uwezo na vyeti nilivyokuwa navyo nitapata. Kwa hiyo ili baadaye nisije kunyoosha bwana yule aliwahi kuwa msemaji huku, aliwahi kuwa msemaji wa Instagram, aliwahi kufanya kazi Clouds, lakini mwisho wake amekufa vibaya. Sitaki kufa vibaya. Nataka nikifa hata watu watakuja kunizika inshallah biidhnillah, watu waseme mashaallah Mwijaku amejenga kwao, mashaallah Mwijaku aliwakumbuka watu wake wa nyumbani, watu wa Ahlul Bait. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.